ipigwe kutangaza ushindi wa nayo nchi iliyoangazwa na nuru kubwa sana ifurahi, na kwa kuwa imemulikwa na mwanga wa mfalme wa milele, itambue ya kuwa imeondokewa na giza la ulimwengu. Tuombe. Mungu utukuza wakati huu mtakatifu kwa kufufuka kwake Bwana wetu, uwatunzie hawa watoto wapya jamaa yako leo uliowajalia kuwa watoto wako, na wakishakuwa watu wapya mwilini na rohoni, wakutumikie kwa moyo safi. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Katika ubatizo tunaungana na Yesu. Maana yake tunaahidi kumfuata Kristo katika mateso na furaha. Hivi tuishi kitakatifu kadiri ya hali hii mpya, tukiacha njia mbaya ya dhambi na kutenda mema. Ni somo katika waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi sura ya 6 aya ya 3 hadi aya ya 11. Hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa ajili ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika tutaunganika kwa mfano wa ufufuko wake, tukijua neno hili, ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, twaamini ya kuwa tutaishi pamoja naye, tukijua ya kuwa Kristo akiisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake tuliifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi
jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Ndugu, turegeze sura ya 24
aya ya kwanza hadi ya 12. Hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato waliyoyaweka tayari. Walikuta lile jiwe limeviringishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili waliosimama karibu nao wamevaa nguo za kumetameta, nao waliingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi. Hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni kama alivyosema nanyi alipokuwa akaliko Galilaya, akasema, imempasa mwana wa Adamu kutiwa mikononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufufuka siku ya tatu. Wakayakumbuka maneno yake. Wakaondoka kaburini, wakarudi, wakawaarifu wale 11 na wengine wote habari za mambo hayo. Na ni Mariamu Magdalene na Yohana na Mariamu mamaye Yakobo na wale wanawake wengine walikuwa pamoja nao. Hao waliwaambia mitume habari ya mambo hayo. Maneno yao yakaonekana kuwa kama nukuzi kwao, wala hawakuyasadiki. Lakini Petro akaenda mbio hata kaburini, akainama, akachungulia ndani, akaviona vile vitambaa na sanda tu. Akaenda zake akiyastaajabu yaliyotukia. Neno la Bwana. Pia kanisa humkumbuka Kristo ambaye ni mshindi aliyetoka kaburini. Hiyo ni sawa kabisa kama tulivyopiga mbiu ile tuliyoisikia, kwamba tunaambiwa katika usiku huo mtakatifu Yesu alikata minyororo ya mauti, akatoka kuzimu ameshinda. Kanisa liliendelea, kanisa linaendelea na kanisa litaendelea kueleza maana ya fungu hili la kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Yaani inadhihirishia leo hii sisi tunaomwamini Yesu kwamba yeye alituvusha, yeye anatuvusha na yeye atatuvusha wakati tutakapotimia kuingia katika hali ya uzima, tena kuingia katika hali ya kimungu. Katika kesha hii tutawabatiza wale wakatekumeni ambao wameliandaliwa vyema kwa muda wa kutosha,
Na katika maadhimisho hayo ya ubatizo, sisi sote tunaalikwa kukumbuka amani ya ubatizo wetu. Ni kama tulivyoelezwa katika masomo ya leo. Tukija katika somo hili la waraka ambao tuliolisikia, ni kwamba kwa ubatizo sisi tulifia dhambi, na hapo tukafufuka na Kristo ili tuendelee kubaki kuwa wa Kristo ambao wanamilikiwa na Kristo kwa daima. Na leo hii mwanzo kabisa katika maadhimisho ya kesha hii tumebariki moto. Kisha kubariki moto tukawasha mshumaa wa Pasaka ambao tunauona hapa mbele. Mshumaa huo ni ishara ya ushindi wa Kipasaka. Ni ushindi wa Kristo mkombozi, ni ushindi unaodhihirisha ukombozi wetu, kukombolewa kutoka gizani na kuingizwa katika nuru ya ajabu, nuru ya ajabu ambao ndani mwake kuna uzima. Ndugu zangu, taifa la Mwenyezi Mungu, Mama Kanisa anatualika sisi sote kuendelea kukumbatia neema hii ya Kipasaka, kuendelea kumheshimu na kumtukuza huyu mfalme wetu ambaye ni Kristo, aliyejisadaka akaitoa nafsi yake kwa ajili yetu sisi, akatoa nafsi yake kwa ajili ya ulimwengu mzima. Ndugu zangu, ndugu hawa tayari wamezaliwa upya katika ubatizo. Sasa wanaitwa wana wa Mungu, na kweli ni wana wa Mungu sawa na sisi. Baadaye kisha kuandaliwa vyema katika katekesi ya kanisa, watapokea utimilifu wa Roho Mtakatifu katika sakramenti ya kipaimara. Na leo watapokea komunyo takatifu. Kwa tena katika komunyo takatifu watakayopokea leo hii, watampokea Bwana aliyejitoa sadaka. Tunawaweka ninyi mikononi mwa Baba Mwenyezi, Mwanaye wa pekee na Roho Mtakatifu. Mungu mwenye rehema na neema ayalinde maisha yenu, ili mpate kutembea daima katika nuru ya imani na kufika nyumbani kwake mbinguni. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Wakiwa bado wamesimama vivyo hivyo walivyo katika mishima yao bila kugeuka kama walivyo, tuwapongeze kwa kuimbia wimbo wa kushukuru. Aliwaokoa wateule hawa katika dhambi, kawapa uzima mpya kwa maji na Roho Mtakatifu. Ndugu wateule, mnapakwa sasa mafuta matakatifu ya Krisma ili muunganike na taifa lake, muendelee kuwa viungo vya Kristo, kuhani, nabii na mfalme, hadi mpate uzima wa milele mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen.
wake